Haleluya na kusalimu katika jina la Yesu. Karibu tena katika kipindi cha SEO rejesho utukufu wa Mungu. Tunaendelea na somo letu linalosema kanuni 6 za ustawi ambazo Mungu alimpa Joshua. Katika kipindi kilichopita tuliangalia kanuni ya 4 ya ustawi, na leo tutaangalia kanuni ya 5. Na kanuni ya 5 tunaipata katika kitabu cha Joshua 1:7, ambapo Mungu anamwambia Joshua kwamba uwe shujaa na moyo wa hodari, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiende kushoto au kulia, upate kufanikiwa sana kila uendako. Hapa tunaipata kanuni ya 5 ya ustawi ambayo Mungu amempa Joshua. Na kanuni hii inazungumzia juu ya Joshua kushika maagizo yote au mafundisho yote aliyokuwa amepewa na Musa mtumishi wa Mungu, kwamba Joshua akamate hayo maagizo yote, asiache kwenda mkono wa kushoto au wa kulia, ndipo apate kufanikiwa sana, au ndipo apate kufika mahali pale ambapo Mungu amekusudia Joshua afike, yeye pamoja na wana wa Israeli. Hapa panatufundisha kuwa miongoni mwa kanuni za ustawi ni Mungu huwa anapomwita mtu apate kufika mahali, mbele yake umweka mtu ambaye atamuongoza mtu mwingine kufika mahali yule mtu Mungu amekusudia afike. Mungu alimweka Joshua mbele ya wana wa Israeli, lakini mbele ya Joshua Mungu alimweka Musa. Musa akamfundisha Joshua. Kwa hiyo Joshua anatakiwa ashike mafundisho yote ambayo Musa amemfundisha na atembee nayo, ndipo ataweza kufika mahali Mungu amekusudia afike. Hakuna mtu ambaye anaweza akafika mahali ikiwa mbele yake hakuna mtu anayemfundisha au anayemwelekeza namna ya kufika mahali pale Mungu amekusudia afike. Hapa Mungu anatuonesha katika kanuni yake kuwa kuna umuhimu wa watu katika kufanikisha au kufikia malengo ambayo Mungu amekusudia tuyafikie. Kuna watu wanasema mimi naweza nikafika tu madam nina Mungu. Mungu hataki tu kwamba ufuate yeye, pia uweka watu mbele ya watu ili hao watu wawezeshe kufika mahala fulani. Unapoangalia kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona wanafunzi baada ya Yesu walifanikiwa sana kwa sababu walishika mafundisho ya mitume. Unapoona katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 2:42, Biblia inasema wakadumu katika fundisho la mitume. Mungu amemweka mtu mbele yako ili kupitia huyo apate kukuongoza na kukuelekeza uweze kufika mahali pale Mungu amekusudia ufike. Kwa hiyo ndugu, ndio maana Mungu ameweka mbele yetu watumishi wake, wachungaji. Mfano, kila mtu aliyemwamini Yesu sharti awe na mtu ambaye kwake ni Musa, yule ambaye lazima akamate mafundisho anayomfundisha. Ndio maana unapomwamini Yesu, Mungu anakuweka katika nyumba au katika familia, na katika hiyo familia anakuwepo kiongozi ambaye ni mchungaji, ambaye huyo mtu Mungu anampa mafundisho, na huyo mtu mafundisho anayaleta kwako. Kwa hili upate kustawi, lazima ushike yale mafundisho ambayo yule mtu anakufundisha. Tunaona kuwa mfalme Yoshia halifanikiwa sana kutenda vile Mungu alikusudia atende, kwa sababu Yehoyada kuhani halimfundisha. Kwa hiyo hili upate kufika mahali Mungu amekusudia ufike, kumbuka kuna watu Mungu amewaweka ili kupitia wao upate kufika mahali Mungu amekusudia ufike. Usitembee katika njia peke yako, hautaweza kufika. Na wala usiangalie kushoto na kulia, kamata yale mafundisho unayofundishwa. Hivyo sharti katika maisha yako awepo mtu maalumu, kama tunavyomwona Musa kwa Joshua.
awepo mtu maalumu ambaye wewe unamfuata. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza hapo ulipo unayenisikiliza na kunitazama kwamba Musa wangu ni nani? Sharti uwe na Musa ambaye Mungu anasema kamata mafundisho yake. Usiache kwenda kushoto au kwenda kulia. Kamata mafundisho yake, ndipo utakapopata kufanikiwa na kustawi sana. Si kwamba Paulo anasema japokuwa mna walimu wengi lakini mna baba mmoja. Maana yake anachokisema Paulo kwamba mtu ambaye mnapaswa kufuata hatua zake, kutoacha kila anachowafundisha kwenda kushoto au kulia, ni mimi Paulo. Wanaweza wakawepo watu wengi ambao unajifunza kitu fulani kwao, lakini lazima awepo Musa katika maisha yako. Mtu ambaye Biblia inasema mtu kama Musa ni mtu atatoa hesabu ya maisha yako. Ni mtu atazungumza mbele za Mungu nini ambacho amekifanya kwa ajili ya maisha yako. Watumishi wa Mungu ni watumishi wa watu wote, lakini watumishi wa Mungu hawatatoa hesabu kwa Mungu kwa ajili ya kila mtu. Kuna watu ambao watatoa hesabu kwa ajili yao. Jiulize, je, wewe unaye mtu ambaye atatoa hesabu yako mbele za Mungu kwa ajili yako? Kama hakuna, basi jua hauna Musa. Kwa lazima umpate Musa, ndipo upate kufika mahali pale Mungu amekusudia ufike. Kwa hiyo Mungu anamsisitiza Joshua, shika sheria yote, shika mafundisho yote, shika maelekezo yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda kushoto au kwenda kulia, upate kuifanikisha na kufanikiwa sana mahali kule unakoenda. Kwa hiyo Musa ni mtu wa muhimu katika maisha yako. Tunaona hata wakati Joshua anaenda kupigana vita, Musa alikuwa mlimani anaomba. Kwa hiyo ustawi wa Joshua ulitegemea Musa. Kwa hiyo kuna Musa, kuna mtu ambaye kwako ni Musa, ambaye Mungu anasema shika mafundisho yake, shika maelekezo yake, shika kile amekufundisha, usikiache kwenda kushoto au kwenda kulia. Hakuna dunia au hakuna maisha ambayo wewe umejitosheleza. Hakuna maisha ambayo wewe haumhitaji mtu mwingine. Tunamuona Elisha anafanya vizuri sana kwa sababu alikuwepo Elia. Tunamuona Timotheo anafanya vizuri sana, amefanya vizuri sana kwa sababu alikuwepo Paulo. Kwa lazima awepo mtu unayemfuata. Lazima awepo mtu unayefuata nyayo zako. Lazima awepo mtu ambaye una uhakika kwamba huyu mtu Mungu amemweka mbele yangu kwa ajili ya kunifanikisha katika maisha yangu. Kwa hiyo ndugu, kama mpaka sasa hujampata Musa, mtafute. Nje ya hapo hautafika mahali Mungu amekusudia ufike. Kuna mtu Mungu amekwisha kumuonesha njia, na huyo Mungu anataka amtumie kukuonesha njia. Kwa hiyo usikae hewani. Kuwa na kanisa maalum, kuwa na mtumishi ambaye unajua huyu, kupitia huyu nitafika mahali pale Mungu amekusudia nifike. Ninakutakia siku njema na wakati mwema, na Mungu akufanikishe kufika mahali pale amekusudia ufike. Amen.